mnafahamu kwamba tayari tulishafanya season ya kwanza, ilikuwa ni mwaka 2024 na 25. Kwa sasa tunakwenda kwenye season ya pili 2026 2027, ambayo lengo kubwa la season hii kwenye mradi huu wa Guardians of the Peak, tunakwenda kuhamasisha matumizi ya nishati safi katika mlima Kilimanjaro. Katika season ya kwanza tulikuwa tunahamasisha namna gani ya kuweza kutunza mazingira katika mlima Kilimanjaro, pia kutangaza utalii wa mlima Kilimanjaro katika soko la China na dunia. Lakini kwenye season ya pili tunaenda kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye mlima Kilimanjaro. Fursa hii tumeiona huko kwa sababu tunaamini huko ndo kuna uhitaji mkubwa sana, kwa sababu katika mlima Kilimanjaro kuna misitu na hii misitu inahitajika kulindwa. Tunailindaje hii misitu? Basi lazima tuweze kuhamasisha kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati safi ili kuepuka ukataji wa miti au kutumia miti katika shughuli zetu za kila siku. Napenda kuwakaribisha sana waandishi wa habari kwa kufika kwenye press yetu ya leo. Tuko tayari kuanza. Viongozi wa serikali, wageni waalikwa, wadau, wafadhili, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi tena. Nawashukuru sana kwa kuitikia wito kwa kufika katika mkutano huu muhimu wa waandishi wa habari wa Guardians of the Peak Season 2. Utambulisho wa mradi wa Guardians of the Peak Season 2 nimeweza kuelezea kidogo kwa kifupi, lakini nitajaribu kwenda kwa haraka. Guardians of the Peak Season 2 ni mradi wa kitaifa na kimataifa wa makala na matukio. Unautumia mlima Kilimanjaro kama ishara ya umoja, uhifadhi, mazingira na utalii endelevu. Kupitia mradi huu tunalenga kuhamasisha jamii, vijana, sekta binafsi na wadau wa kimataifa kushiriki kikamilifu katika kulinda mazingira, huku tukiangazia kutangaza Tanzania duniani katika swala zima la utalii. Baada ya mafanikio ya season ya kwanza ambayo ilipelekea vizuri ndani na nje ya nchi, naweza kukumbuka mkurugenzi wa maendeleo ya filamu Bodi ya Filamu Tanzania, mwaka jana mwezi wa 8 tuliweza kuandaliwa safari ya kwenda China, ambayo ilikuwa imeandaliwa chini ya Association ya Tanzania China Friendship Promotion Association, ambayo tulishiriki wa Tanzania 8 katika kutoka sekta tofauti tofauti, mimi nikiwa mmoja wapo. Kwenye safari hii ya China ilikuwa ni safari ya siku 17. Kwenye safari hii ya seminar ambayo ilikuwa inahusiana na masuala ya film production and communications, tuliweza pia kuitambulisha project yetu ya Guardians of the Peak. Tulipata mwitikio mkubwa sana kwa sababu seminar hile pia ilikuwa imeandaliwa na serikali ya China kushirikiana na ubalozi wa China nchini Tanzania. Hayo ndio mafanikio ambayo tumeweza kuyapata. Pia kubwa zaidi, documentary ya Guardians of the Peak Season 1 imeweza kuingia kwenye mchakato wa tuzo za filamu za hapa nchini TAFA. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kujipongeza na ni kubwa sana kwetu, na tumeona ni mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kutoka kwenye season ya kwanza. Season ya kwanza ilivyoanza tofauti na sasa hivi tunavyokwenda kwenye season ya pili. Season ya kwanza ilianza na wadau wachache sana, lakini hii season ya pili wadau wamekuwa ni wengi. Hii ni kwa sababu watu wameguswa na watu wameona umuhimu wa kuweza kushirikiana na sisi katika kuhamasisha uhifadhi wa mazingira
mlima Kilimanjaro. Tumeng'ang'ania mlima Kilimanjaro kwa sababu ndio icon ya Tanzania. Mataifa mbalimbali yanakuja Tanzania. Kitu cha kwanza kabisa ni kupanda mlima Kilimanjaro. Na mlima Kilimanjaro ndio sehemu ya utalii ambayo imekuwa ikiingiza pato kubwa kwa serikali. Kwa hiyo tukasema tukianzisha mradi huu itasaidia pia kuweza kuulinda mlima wetu, kulinda urithi wetu na kuongeza nguvu katika upande wa utalii. Na jambo lingine la kumalizia, niende haraka kidogo ili kwa sababu muda nao ulikuwa umetutupa mkono, hatukuanza kwa wakati. Nataka tuende kwenye malengo au maono kabisa ambayo tuko nayo kwenye mradi huu wa Guardians of the Peak. Maono ya Guardians of the Peak ni kufanya Tanzania ionekane kama kiongozi wa uhifadhi wa mazingira, matumizi ya nishati safi na utalii endelevu barani Afrika na dunia. Tumeweza kuona matukio kadhaa yaliyopita katika matukio mbalimbali ya tuzo ambazo zimewahi kutokea za mambo ya utalii. Tanzania tumekuwa tukishika nafasi ya juu. Nadhani hili tunalifahamu. Kwa pamoja tukishirikiana kupitia taasisi mbalimbali, basi miaka yote naamini tutakuwa tunashika namba moja kwenye swala zima la utalii. Na malengo makuu ya season 2: kukuza uelewa na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira wa mlima Kilimanjaro na misitu inayozunguka, kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi. Hawa ndio watu muhimu ambao tunatakiwa kwa sababu hawa ndio wanaishi sehemu za hifadhi. Kama tukiweza kuwafikia hawa na kuwapa elimu, basi hifadhi zetu zote ina maana zitakuwa katika usalama zaidi. Na hata ile theluji ambayo iko juu ya mlima Kilimanjaro, basi tutaendelea kuimarisha na kurudi katika hali ambayo tunaitazamia. Kuwezesha vijana wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa mabalozi wa mazingira na utalii. Tumeweza kuona kwenye season ya pili, tumeweza kuengage pia na university students kwa kuanzisha Uni Challenge. Kwenye Uni Challenge hii impact ilikuwa nzuri, tulipata washiriki 42 na leo tunaenda kuwatangaza 5 bora, lakini haimaanishi 5 bora hawa ndio wamefanya vizuri sana kuliko wengine. Lengo letu sisi, hata wale wengine ambao walikuwa wameshiriki kati ya list ya watu 42, sisi wote tumewaingiza kwenye database ya Guardians of the Peak kama sehemu ya familia, kama sehemu ya member na kama sehemu ya mabalozi ambao watakuwa wanapokea fursa zozote zile zitakazokuwa zinatokea kwenye mradi huu wa Guardians of the Peak. Hii maana yake ni kwamba wanafunzi wakiwa chuo lakini bado wao wana fursa ya kuweza kushiriki katika matukio kama haya muhimu. Na hata wakimaliza masomo yao, basi wao wana sehemu ambayo tayari wanaanzia ili wasipate tena frustration ya kuingia mtaani na kuanza kujiuliza wapi wanaenda kuanzia. Hilo ndio lengo kubwa ambalo tulikuwa tumelionea katika upande huo. Mradi huu unaunganisha hadithi za watu na mazingira na utalii ili kuonyesha kuwa maendeleo kweli mambo na ulinzi wa maliasili rasilimali zetu. Kwa hiyo tukiangalia hata kwenye documentary ambazo tunafanya, tunatengeneza documentary ambazo kila mtu aweze kuzitazama na kufurahia na kujifunza, kwa sababu tunaamini kwamba Watanzania ni wachache ambao tuna utamaduni wa kuangalia documentary. Wengi tukisikiaga documentary wakati mwingine tunaziweka pembeni kwa sababu tunaamini kwamba ni vitu ambavyo very serious. Na Watanzania wengi hawapendi kuona vitu ambavyo viko serious sana. Sasa sisi tunachokifanya, tunatengeneza documentary ambazo utaangalia, utaenjoy, utaangalia, utajifunza, utaangalia na utakuwa sehemu ya wewe kuwa mhamasishaji katika
kuipambania nchi yako kwenye swala zima la uhifadhi wa mazingira na utalii. Nimalizie kukuza mabadilishano ya kitamaduni kati ya watu wa Tanzania. Hili ndio lengo kubwa ambalo tuko nalo, kwa sababu ukiangalia mradi huu tunashirikiana pia na ubalozi wa China na association yetu ya TCFPA ambayo tunashirikiana kwa karibu sana na TCFPA na bodi ya filamu. Hawa ni kama walezi wa mradi huu wa Guardians of the Peak. Mpaka leo tumefika hapa ni kwa nguvu ya hizi taasisi mbili. Kuvutia biashara na uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi kutoka China na masoko mengine ya kimataifa. Hili nalo ni kubwa, kwa sababu hata nayo serikali inahitaji kupata wawekezaji wengi nchini Tanzania. Kwa hiyo kupitia mradi huu nao tutakuwa ni sehemu pia ya kuungana na serikali kwa ajili ya kuhakikisha tunawashawishi, tunawavutia wawekezaji wengi kuja kuwekeza Tanzania, especially kwenye mambo mbalimbali ya utalii, hata na kwenye swala zima la filamu. Kwa sababu documentary ni eneo la filamu, na ndio maana tuko na mkurugenzi hapo maendeleo ya filamu kutoka bodi ya filamu. Kwa hiyo lengo kubwa ni hilo. Kupitia wadau wetu wa China, taasisi ya urafiki kati ya Tanzania na China ambayo ni TCFPA, tunatumia mradi huu kama daraja kuunganisha mataifa mawili kwa manufaa. Kwa ufupi, Guardians of the Peak Season 2 ina hatua 3. Hatua ya kwanza ndio hatua ya leo, press conference. Najua kuna baadhi ya watu wengi walikuwa wanaisubiria kwa hamu siku ya leo, na ndio imefika. Na hatua ya pili ni Kilimanjaro Expedition. Nategemea kupanda mlima Kilimanjaro this January tarehe 20 mpaka tarehe 31. Kwa hiyo kabla hatujapanda mlima Kilimanjaro, kutakuwa kuna activations mbalimbali ambazo zinafanyika. Kutakuwa kuna zoezi la upandaji wa miti katika maeneo ambayo yamezunguka mlima Kilimanjaro kama mashule. Na uzuri this year tumepata wadau ambao kutoka DigiFarm. Wadau hawa wameweza kutuchangia miti zaidi ya 100. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo litatufanya kazi yetu iwe rahisi. Hatua ya 3 ni premiere. Tunategemea kwenda kufanya premiere, uzinduzi wa documentary ya season ya 2 ambayo itafanyika mwezi Mei kwenye ukumbi wa The Superdome. Na premiere hii zitafanyika premiere 3. Premiere ya kwanza itafanyika Dar es Salaam, ya pili itafanyika Arusha, na ya 3 tunategemea iende kufanyika China. Nadhani sasa tunaona nguvu ya mradi jinsi inavyoongezeka sasa. Kwa hiyo tunategemea season ya 3 itakuwa ni kubwa zaidi. Na hata venue ya kufanya press tour itakuwa ni ndogo. Itabidi tuongee na ndugu zetu Kingjada tuongeze eneo lingine kwa ajili ya kuweza kufanya press hapa zaidi. Hitimisho, kwa kumalizia, Guardians of the Peak sio mradi wa Ram Films Company pekee, bali ni jukwaa la kitaifa, kimataifa linalokutanisha serikali, sekta binafsi, vijana, wadau wa dunia kwa lengo moja: kulinda mlima Kilimanjaro, kutangaza utalii wa Tanzania, kujenga kizazi kinachojali mazingira. Nawashukuru sana wadau wote, wafadhili, taasisi za serikali, sekta binafsi kwa kuunga mkono mradi huu. Tunawaomba muendelee kushirikiana nasi katika safari hii muhimu ya taifa letu. Asanteni sana. Asante Rama kwa opening remarks nzuri sana. Habari za asubuhi. Good morning, hamjambo, ni hao for Chinese people. Mbona mjibu? Hamjakunywa chai? Nimesalimia salamu nyingi, sijasikia jibu hata moja.
au nianze tena? Hamjambo. Wanavyo hata shikamoo mnaninyima. Asante sana Ram, na kwa sasa naomba nimkaribishe mzungumzaji kutoka Bodi ya Filamu Tanzania kwa ajili ya neno fupi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naona MC aliyepita alikuwa anajaribu kuwafanya watu angalau washirikiane na kinachozungumzwa hapa. Naomba tuwe pamoja. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Nashukuru sana ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Jina langu ni Emmanuel Ndumukwa, ni mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya filamu kutoka Bodi ya Filamu Tanzania. Niko kwa niaba ya katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Daktari Gervas Kasiga ambaye amepata majukumu mengine. Kwa hivyo nimeweza kumwakilisha katika tukio hili muhimu sana. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kufika salama siku ya leo kuweza kushuhudia muendelezo muhimu wa tukio hili la uzinduzi wa msimu wa pili wa utayarishaji wa makala ya Guardians of the Peak. Mradi huu toka unaanza, sisi Bodi ya Filamu tumekuwa ni sehemu ya historia yake toka likiwa wazo linatengenezwa mpaka hapa ulipofikia. Baada ya kusema hayo, ni wapongeza waandaaji wa The Guardian of the Peak kwa msimu wa pili kuendeleza kuwekeza katika mradi huu muhimu ambao unatumia filamu na makala kama nyenzo muhimu sana ya kuweza kutoa elimu, lakini pia kuongeza uelewa wa kulinda mazingira na kuutangaza utalii wa Tanzania kwa soko la ndani na la kimataifa. Hatua hii inaunga mkono jitihada za serikali katika kutoa elimu kwa umma juu ya umuhimu wa kutunza mazingira dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Jukumu letu kubwa sasa sisi kama Bodi ya Filamu ni kusimamia, kuendeleza na kutangaza sekta ya filamu nchini, pamoja na kuhakikisha kwamba filamu za Kitanzania zinatumika kama chombo cha mawasiliano na nyenzo ya kutoa elimu, kuhifadhi historia ya utamaduni wetu na kukuza diplomasia kiutamaduni duniani. Mradi wa Guardian of the Peak ni mfano halisi wa namna filamu inavyoweza kuunganisha uhifadhi wa mazingira, utalii endelevu, lakini pia maendeleo ya taifa, hususan kwa vijana. Ni dhahiri kwamba mradi huu unajikita katika kuutunza mlima Kilimanjaro ambao si tu ni urithi wa taifa, bali ni alama ya Tanzania katika uwanda wa kimataifa. Na kupitia makala hii ya The Guardian of the Peak msimu wa pili, dunia itaweza kuona vitu kadhaa kama ifuatavyo: changamoto za kimazingira na mabadiliko ya tabia nchi, umuhimu wa uhifadhi wa maliasili, jitihada za Tanzania katika kulinda urithi wake wa asili, na fursa mbalimbali za utalii endelevu zilizopo Tanzania. Niseme wazi kwamba mwaka huu tunafurahi pia kuona kuna mkazo mkubwa ukiwekwa kwenye uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi katika mlima Kilimanjaro, jambo ambalo linaendana na ajenda za taifa letu na ajenda za kimataifa za kulinda mazingira na kupunguza athari za uharibifu wa ekolojia. Zaidi, jambo la kipekee zaidi ni kwamba kuna ushirikishwaji sasa wa vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu kupitia mpango wa Uni Challenge, ambapo kupitia mpango huu vijana wanapatiwa fursa
kushiriki katika utayarishaji wa maudhui ya filamu na kusimulia hadithi zao wenyewe. Makofi kidogo jamani. Unajua, tunapogusa vijana na especially hawa wasomi, ina maana tunarithisha utamaduni huu vizuri sana kwa wasomi, lakini pia vijana ambao ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo Guardian of the Peak wanapanda mbegu ambayo definitely itastawi na itakuwa faida kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Lakini pia kujifunza kwa vitendo kuhusu filamu, mazingira na utalii, pamoja na kuwa mabalozi wa uhifadhi wa mazingira na utalii kupitia filamu na majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Hii ni hatua muhimu sana katika kukuza kizazi kipya cha watayarishaji wa filamu na waandishi wa maudhui ambao wanaelewa wajibu wa filamu katika maendeleo ya taifa lao. Aidha, kupitia ushirikiano wa wadau wa kimataifa hususan nchini China na masoko mengine ya kimataifa, mradi huu umetoa fursa ya filamu ya Kitanzania kuifikia dunia kwa haraka, kuimarisha diplomasia ya kifilamu na kuvutia wawekezaji katika sekta ya filamu, utalii, sekta ya ubunifu kwa ujumla wake. Itakumbukwa kwamba Bodi ya Filamu Tanzania imekuwa ikifanya kazi kwa karibu sana na taasisi ya Tanzania China Friendship Promotion Association TCFPA, ikishirikiana na ubalozi wa Jamhuri ya Watu wa China nchini Tanzania, ambapo kwa pamoja ni walezi na wadau wakubwa wa mradi huu wa Guardian of the Peak. Niwahakikishie waandaaji Ram Films na wengine na colleagues kwamba mradi wa Guardian of the Peak kwa serikali kupitia Bodi ya Filamu itaendelea kuunga mkono jitihada hizi. Mradi huu na miradi mingine ambayo inafanana na hiyo, ambayo inatumia filamu kama chombo cha mabadiliko chanya, kutoa elimu kwa jamii na kuitangaza Tanzania kimataifa. Aidha, tunawahamasisha wadau wa filamu na michezo ya kuigiza, taasisi za serikali na sekta binafsi pamoja na vyombo vya habari kuendelea kuunga mkono mradi huu wa Guardian of the Peak msimu wa pili, ambao miradi mingine kama hii inaweza kuwa ni chachu ya kuweza kuendeleza kile ambacho wenzetu wamekianzisha. Nimalizie kwa kusema kuwa filamu si burudani pekee, bali ni nguvu, mawasiliano, elimu na maendeleo ya taifa. Tuitumie vyema kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mr. Emmanuel. Mbona makofi kama yalikuwa ya kichoyo? Mimi nilijua mjajibu salamu yangu kwa sababu sikuwa na cha maana sana. Lakini sasa speech imeshiba hivi, makofi ya mwisho tafadhali. Wanachuo, punguzeni pressure, wote mmeshinda jamani. Shangilieni tu kwa usikute Rama hapa akiona unashangilia sana atabadilisha maamuzi, sio? Kwa sasa naomba nimkaribishe Mr. Joseph Kahama, katibu mkuu kutoka Tanzania China Friendship Promotion Association kwa ajili ya neno. Karibu sana. Tafadhali mmejiongeza. Sana. Sijui naweza nikamwomba Husna au Judith anisaidie kushika microphone. Maanake wahenga wanatukumbusha mshika moja kuponyoka darani. Nashukuru sana. Ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, wanafunzi wetu wengine hapa, asanteni sana kwa kuwa naona muhimu wa kuja siku ya leo hii katika tukio kubwa kama hili. Waandishi wa habari, hasa nyinyi, nawashukuruni pia kwa kunipa fursa hii kuzungumza na Watanzania wenzetu kupitia vyombo vyenu mahiri. Ni ukweli usiopingika kwamba vyombo vya habari vina nafasi muhimu na kubwa kwenye jamii zetu.
na taifa lote kwa ujumla, si tu kuhabarisha jamii yetu juu ya matukio mbalimbali ya taifa na duniani, lakini pia katika kujenga na kudumisha ustawi wa jamii kimaendeleo. Kwa hiyo nashukuruni sana kwa hili jambo na kwa kunialika. Sijui nizungumze Kichina au make ndio baada ya maguji wawili kama huyu, labda nizungumze Kichina au niendelee tu Kiswahili. Basi ndugu zanguni, naomba sana tufanye kazi pamoja ili tuweze kuhamasisha jamii ya Tanzania juu ya umuhimu wa uhifadhi wa mazingira pamoja na uhifadhi wa mila na desturi zetu ya Tanzania, hasa kwa vijana wa leo. Naamini mlima Kilimanjaro zamani ulikuwa na theluji nyingi, ulikuwa na miti mingi, misitu. Si tu kulikuwa mna watu, kulikuwa kuna jamii inayoishi pale. Kwa nadhani katika mila na so wale wanaoishi karibu na mlima Kilimanjaro, conservation walikuwa wanaifahamu vizuri. Sasa tuonge mkono basi tuweze kuconserve na kusaidia uhifadhi huu. Mosi, kwa niaba ya Tanzania China Friendship Promotion Association, pia kwa niaba yangu mimi mwenyewe, ninapenda kuwapongeza waandaji wa mradi huu uitwao Guardians of the Peak Season 2, yani toleo la pili. Toleo la kwanza ilikuwa mwaka 2024 na mwaka huu umaarufu umezidi. Kwa nashukuru sana ndugu Rama, Elizabeth na wadau wengine ambao wako hapa. Jitihada hizi muhimu zinazogusa masuala ya uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa mila na desturi zetu, yani cultural heritage, utalii endelevu, vijana na ushirikiano wa kimataifa ni muhimu sana kwa nchi yetu. Taasisi yetu ya Tanzania China Friendship Promotion Association imekuwa mdau mkubwa wa mradi huu tangu toleo la kwanza, yani season 1. Guardians of the Peak imekuwa nguzo imara kwa ujenzi wa ushirikiano baina ya Tanzania na China. Tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali kutoka China na hapa Tanzania, pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania. Tunawashukuru sana. Huu ni mradi endelevu unaolenga kuimarisha urafiki wa kihistoria baina ya nchi zetu hizi mbili. Malengo yetu Tanzania China Friendship Promotion Association ni kama ifuatavyo: ni kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kiutamaduni baina ya Tanzania na China, kutangaza utalii wa Tanzania hususan mlima Kilimanjaro katika soko la China na soko la dunia zima kwa ujumla, kukuza tamaduni zetu kati ya vijana wa Tanzania na wenzao vijana wa China. Hapa nashika na mkono mmoja, fikiria ningekuwa najaribu kushika kunako. Pia ni kujenga na kudumisha taswira ya nchi yetu kama kisiwa cha amani, usalama na utulivu ambao tumerithishwa na waasisi wa nchi yetu na taifa letu, kuvutia wawekezaji kupitia miradi halisi inayolinda mazingira na kuleta tija kwa jamii yetu. Mwaka huu kupitia Guardians of the Peak Season 2, nafurahi sana kuona mkazo mkubwa ukiwekwa kwenye uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi katika mlima Kilimanjaro. Hili ni jambo la kimkakati kwa sababu matumizi ya kuni na mkaa yamekuwa na athari kubwa kwa mazingira ya mlima, misitu na hata maisha ya wakazi wanaoishi pembezoni mwa mlima Kilimanjaro. Matumizi ya nishati safi tu yanasaidia kulinda mazingira na ekolojia ya mlima Kilimanjaro, kupunguza ukataji miti, kuboresha maisha ya jamii ambayo yanazunguka mlima Kilimanjaro, lakini pia yanaendana na malengo ya kitaifa na ya kimataifa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni ushirikishwaji wa vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu kupitia mpango wetu wa Uni Challenge. Mpango huu utawapa vijana fursa zifuatazo: kujifunza kwa vitendo kuhusu uhifadhi wa mazingira na utalii, ushiriki moja kwa moja katika expedition ya mlima Kilimanjaro pamoja na wenzao kutoka China, kuwa mabalozi imara wa mazingira, utalii na mabadiliko ya tabia nchi nchini hapa na taifa. Upande wetu sisi Tanzania China Friendship Promotion Association, sisi ni taasisi inashughulisha sana na vijana na wanafunzi wa vyuo vikuu, na tumekuwa tukitoa fursa mbalimbali kama zifuatazo. Tumekuwa tukituma Watanzania hasa vijana katika semina, kuhudhuria semina, mafunzo na exchange programs nchini China. Mwaka 2024 tumetuma Watanzania vijana 200. Mwaka 2025 tumetuma 350. Mwaka huu tuombe Mungu tutume zaidi. Kwa hiyo tunafanya yote hayo ili kudumisha na kuongeza huu udugu baina yetu na China, ushirikiano wa kielimu na kitamaduni baina ya mataifa yetu makubwa mawili. Pia tunajenga uwezo wa vijana wa Kitanzania katika masuala ya kimaendeleo, hususan katika sekta mbalimbali zinazowagusa Watanzania wenyewe na katika masomo ya uongozi bora. Hivyo basi, mradi huu unatoa wito kwa vijana wa Tanzania kuchangamkia fursa zilizopo, kujihusisha kikamilifu na kutumia majukwaa kama Guardians of the Peak kama daraja la kufika au kufikia fursa za kimataifa, hususan katika ushirikiano wa Tanzania na China. Kupitia mradi huu, Tanzania inaonyesha dunia nzima kwamba tunawekeza kwenye utalii endelevu, uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa mila na desturi, na katika uhifadhi katika nguvu ya vijana wetu. Zote hizi pamoja zinaleta maendeleo kwa taifa letu. Tanzania China Friendship Promotion Association tutaendelea kushirikiana na wadau wote kama vile serikali, sekta binafsi, mashirika ya kimataifa na vyombo vya habari ili kuhakikisha malengo ya mradi huu yanafikiwa na yanafikia manufaa yake, yanafikia na kuwagusa Watanzania wengi zaidi. Nimalizie tu kwa kuhamasisha wadau na vijana wote nchini kuunga mkono Guardians of the Peak Seasons 2, kwani ni mradi unaobeba maslahi ya taifa yetu, kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ni mradi unaobeba maslahi si ya taifa lakini ya ukanda wote huu pamoja na ndugu wetu na China. Wahenga wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Kwa hiyo shughuli hii ina wenyewe. Rama nimemwona, tunakushukuru. Elizabeth, tunaomba na wewe usimame wa kushukuru. Pia tuna members of the board wa Tanzania China Friendship Promotion Association. Suso sijui yuko hapa, naomba simama wakuone. Lakini pia ofisi yetu jamani na taasisi yetu, niwe mkweli tu, isingeweza kusimama bila nguvu ya watu ambao wanashiriki kila siku katika kuendesha ofisi. Naomba nimtaje Husna Sharif, yuko hapa. Husna hapa ametupa kidogo. Lakini pia Judith Kazimoto, naomba simama. Jamani, hawa ndio wanajenga Tanzania China Friendship Promotion Association. Tunawashukuru pamoja na ndugu zetu wote wa China hapa ambao jamani wote muwe members wa association yetu. Tunahitaji na mafanikio yote ni baina ya Tanzania na China. Basi niwashukuru wote kwa kufika leo, na niseme tu asanteni sana. Sheshe
Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki uhusiano baina ya Tanzania na China, Mungu ibariki kampuni yako Rama, Seasons of the Peak, lakini pia wadau wote wengine, Tanzania Film Board, Zara Tours. Jamani, hawa ni watu muhimu sana. Naomba simama basi kaka. Ulitaka ni muhimu sana. Kama Zara Tours ni muhimu sana. Kwa hiyo karibuni sana na asanteni sana, na Mungu awabariki wote nyinyi hapa. Asante. Asante sana. Kuna mwanachuo ameuliza, anasema mbona ofisi yako ina watu wachache na kazi kubwa, hamna hata nafasi ya intern? Wanasema wangependa kujitolea. Umesikia? Mtanilipa kwa kuchomekea. Asante sana Mr. Joseph. Na kwa sasa naomba nimkaribishe Elizabeth Mrembo. Mmeshamwona sana, makofi tafadhali. Mbona makofi ya kichoyo? Karibu sana Mrembo. Good morning. 好吧，各位好，大家早上好。Good morning again, and thank you very much for joining us today for the press conference. My name is Elizabeth Mrembo, also known as Shuyan Wang. I'm co-founder, project coordinator, and supervisor of Guardians of the Peak Season 2. And also a board member of Tanzania-China Friendship Promotion Association, and the chairlady of Friendship, Culture and Investment Promotion Association, FUSIPA. I'm Chinese by origin and a proud citizen of the United Republic of Tanzania. Thank you very much. Having lived and worked in this country for more than 28 years, over the years, I have had the opportunity to actively engage in initiatives that have strengthened cooperation between Tanzania, China, and the global community. In my role as project coordinator and supervisor of Guardians of the Peak, my key responsibility is to ensure effective coordination among all stakeholders, government institutions, private sectors, partners, associations, youth, media, and international collaborators. A major part of my work is to expand influence, build networks, and engage Chinese partners and investors to explore opportunities in tourism, environmental conservation, and sustainable investment in Tanzania. Guardians of the Peak is not only a documentary project, it is a platform for collaboration. Through this initiative, we aim to bring together people from different countries, including China and other international markets, to participate in responsible tourism, environmental protection, and cultural exchange through Mount Kilimanjaro, with Mount Kilimanjaro as a powerful global symbol through Guardians of the Peak. One of these achievements we did is we have translated Chinese book Yi Jing. We also call it the Book of Changes. This is the first time to be translated by native Chinese
into English. And this time, we are going to take this great cultural exchange product to the peak of Kilimanjaro to further enhance the cultural exchange between Tanzania and China. Of course, we have a few editing committees here, including Ms. Yao Ting. Can we know you? Please stand up. And also Mr. Suzhou. Thank you very much. They really have contributed a lot to the opinion of this book. And here, we also give great appreciations to you. This project, Guarding the Peak, promotes Tanzania as a destination that values nature, sustainability, and long-term development. By telling this story through film and real action, we encourage investment that respects the environment, supports communities, and aligns with national development priorities. Through my position within Tanzania-China Friendship Promotion Association, I continue to engage with Chinese stakeholders, institutions, and business communities, encouraging them to invest in Tanzania, visit Tanzania, and partner with local stakeholders in projects that protect our natural heritage while promoting economic growth. I would like to sincerely thank the government of Tanzania, our sponsors, partners, associations, and media stakeholders for their continued support. Your commitment demonstrates that collaboration across sectors and nations is essential in promoting sustainable tourism and environmental conservation. As we move forward with Guardians of the Peak Season 2, I invite all partners, friends, to continue working with us to promote Tanzania to the world, attract responsible investments, and jointly protect Mount Kilimanjaro and our environment for future generations. Guardians of the Peak Season 2, embrace clean energy, protect our tomorrow. Let's go together. No one stays behind. Thank you very much. Sasa na Elizabeth, mbona makofi hayatoshi? Mnahitaji tafsiri au tuko vizuri? Mbona sisikii, nasikia tu Mnahitaji tafsiri ama tuko vizuri? Naam, tuko vizuri. Sawa sawa. Asante sana Elizabeth kwa speech nzuri kabisa, na sasa naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka Overseas Chinese Services Center. Karibu sana. Kama hujanywa maji kunywa, uenda Kiswahili tutasahau kwa muda. Good morning to everyone. My name is Michael Feng. I come from Chinese Business Chamber and Chinese Overseas Association. That is my great honor to attend this Guardians of the Peak Prize conference today. Also, I'm the member of the Tanzania-China Friendship Promotion Association. As Chinese Business Chamber in Tanzania, we would promote the Tanzania tours to Chinese market. Tanzania has very unique tour resources, like the top Kilimanjaro mountain, beautiful island Zanzibar, and the wonderful Serengeti Park. China and Tanzania has a long time
good friendship between two countries. As the second and third generation Chinese in Tanzania, we would contribution our best to good relationship between two countries. May the friendship between the China and Tanzania long live. Oh yeah, thank you. Asante sana. Tuko vizuri Kweli? Haya. Embrace clean energy. Rama usingejibu, nataka kujua watu wanasoma. Protect clean energy. Ninachosikitika ni kwamba hata wanachuo ambao walikuwa ndo tagline yao siwasikii. Embrace clean energy. Wanachuo peke yenu. Embrace clean energy. Hamjanywa chai? Embrace clean energy. Tunaongelea energy lakini nyinyi hamsemi kwa energy. Linalofuata ni jambo lenu. Kwa nataka nione energy. Wanachuo tusimame. Embrace clean energy. Kuna mwanachuo nilikuwa namuona Embrace clean energy. Asante. Baada ya kusikia energy kutoka kwa wanachuo, naomba nimkaribishe Beckham Daniel. Yeye ni influencer and representative for University Student Tanzania GOP project. Karibu sana. Makofi kwake tafadhali. Na wasalimu jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nina furaha sana kwa kweli. Nina furaha sana. Ninajisikia amani kuwa hapa. Na wewe pia kama upo hapa, hakika inabidi ujihisi amani kabisa. Guardians of the Peak, let's go together, no one stays behind. Hii ni kauli yetu mbiu. Ni heshima yangu kubwa kuwa hapa mbele yenu kuzungumza machache ambayo nimeandaa kwa ajili ya huu mradi wetu mkubwa wa Guardians of the Peak, ikiwa ni season ya pili. Kiuhalisia niseme kwamba kila kizazi hupewa jukumu lake. Hivyo sisi kama vijana tunaamini kuwa ni moja ya watu ambao tunaweza kuleta matokeo chanya katika jambo lolote linalohusika kuendeleza nchi yetu na pia na sisi binafsi. Naitwa Beckham Daniel, ni representative na influencer wa vijana chini ya mradi wa Guardians of the Peak. Niko hapa mbele yenu kuzungumzia namna ambavyo Uni Challenge imeweza kuleta matokeo chanya kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, ikiwa raundi hii tumepata wanafunzi wengi sana kutoka vyuo mbalimbali Tanzania, na wameweza kuonyesha hisia zao chanya na uwezo wao binafsi wa kuzalisha idea ambazo zinaleta matokeo ambayo kila mmoja wetu natumai aliweza kuyaona. Niseme tu kwamba tunashukuru sana kwa vyuo vyote vilivyoweza kutoa wanafunzi na kushiriki katika Uni Challenge ambayo ilifanyika season hii. Nipende tu kuwajuza kwamba season 1 hatukuweza kupata ushiriki wa Uni Challenge, lakini ni neema kubwa sana tumeweza kupata nafasi hii raundi hii. Kama tunavyosema kwamba Guardians of the Peak, let's go together, no one stays behind. Ni dhahiri ya kwamba Guardians of the Peak inaheshimu kila mchango wa kijana aliyoutoa kipindi ambacho aliweza kupokea hii platform na kuonesha uwezo wake binafsi ni namna gani ambavyo anaweza kulinda na kutetea mlima Kilimanjaro kwa vizazi vya sasa na vya hapo baadaye. Hivyo basi tutegemee kwamba season zijazo tutaendelea kupokea wanafunzi wapya ili kutengeneza platform kubwa ambayo itakuwa
pokea mawazo ya vijana na kuyafanya yawe kweli. Vijana wana nguvu, vijana wana mawazo mengi, lakini kiuhalisia platform za kuwaunganisha wao kama wao kuzungumzia jambo moja na likaleta matokeo, kiuhalisia hazipo hizo platform. Lakini Guardians of the Peak imekuja kama mkombozi wao. Ndio maana ushiriki wao umekuwa mkubwa sana na mapokezi ya hii kitu kwao imekuwa ya ajabu mno. Kila mtu aliweza kushangazwa na namna wanavyo walivyoweza kupokea hii platform ya Guardians of the Peak Uni Challenge Season 2. Na nipende tu kuwashukuru nyote ambao mmeweza kufika hapa, na niseme Guardians of the Peak, let's go together, no one stays behind. Asante. Asante sana Beckham. Na sasa naomba nimkaribishe Rama kwa mara ya pili. Yeye ni producer lakini pia project founder wa Guardian of the Peak Season 2. Wanasema kwa wale ambao wanapenda picha kama mimi, usipokutana na mtu kama Rama na usipokuwa na connection naye wakati unapanda mlima, unaweza watu wasikuamini kama ulipanda. Kwa hiyo tuanze kutengeneza mazingira mazuri sana na Rama, na jukumu lake sasa itakuwa ni kututangazia wale washindi 5 bora kupitia Uni Challenge. Niliwaambia mnywe maji mapema. Karibu Rama. Mbona kofi mpigi? Mko vizuri jamani? University students, you good? You ready? Kabla ya kwenda kutangaza majina ya wale ambao walifanikiwa kuingia top 5, ningependa nizungumzie kidogo mchakato ambao uliweza kutufanya mpaka sisi kufikia hapa. Kiukweli binafsi sikutegemea na yale matokeo ambayo nimekuja kutumiwa. Yaani kama mimi labda ningekuwa nimepewa nafasi ya kuchagua top 5 yangu, na leo ningekuwa tofauti kabisa na vile ambavyo mimi nimepokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeni surprise na pia kimenifurahisha. Kimenifurahisha kwa maana ya kwamba kuna wakati unaweza ukawa unafikiria upande fulani kwako kahisi ni sahihi, kumbe upande ambao umejaribu kuutenga ambao nadhani sio sahihi ukawa ndio sahihi. Leo tutaenda kuwatangaza 5 bora, lakini 5 bora hao haimaanishi ndio bora zaidi kuliko wale wengine. Kama tunavyosema Guardians of the Peak Season 2, let's go together, no one stays behind. Kwa wanafunzi wote walioshiriki katika Uni Challenge, wale 42, hawa wote wameingizwa katika database ya kwetu na mtu wetu wa IT pale. Tayari sasa hivi tuna website ya Guardians of the Peak, na wanafunzi wote 42 tumewaingiza kwenye mfumo wa kwenye project yetu. Kwa hiyo hii ni kwa utakuwa ni proud. Mwanafunzi ana uwezo wa kumwambia rafiki yake hata na mtu mwingine ambaye anaona ni potential kwamba yupo kwenye mfumo na anatambulika na project ya Guardians of the Peak. Ni jambo ambalo ni kubwa kiukweli, na sisi tunajivunia kwamba tumeweza kupiga hatua mpaka sasa hivi Guardians of the Peak ina website. Kwa hiyo tunategemea mataifa mbalimbali yatakuwa yanatuona kupitia mradi wetu. Nafikiri niende moja kwa moja sasa kutaja ile top 5 ya university student ambao wameweza kufanikiwa kuingia kwenye top 5, na hawa ndio wale ambao tutaweza kupanda nao mlima Kilimanjaro, tukishirikiana nao katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi katika mlima Kilimanjaro. Mko tayari?
naenda kutaja kama ifuatavyo, lakini tukumbuke kwamba kwenye mradi wa Guardians of the Peak, katibu mkuu TCFPA, mkurugenzi wa maendeleo ya filamu, bodi ya filamu, tulitamani sana 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 kuwachukua wanafunzi wote 42, lakini kutokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu tukachagua hawa wanafunzi 5. Lakini kwa sababu tuna wadau, tuna serikali pia, nafikiri inaweza ikaangalia kwenye jicho la tatu kwa hawa wanafunzi ambao wamebakia, ili tuweze kwenda nao wote. Nafikiri ombi hili litakuwa limefika mahala husika. Tuna TANAPA pale, tuna Zara Tour. TANAPA ni sehemu ambayo inawakilishwa na Wizara ya Maliasili na Utalii. Nafikiri pia jambo hili linaweza likamfikia Mheshimiwa Waziri na akaangalia namna gani ya kuweza kutusaidia kwa wanafunzi hao tuliokuwa nao wote 42, tukapanda mlima Kilimanjaro na tukatimiza ndoto na kawa mabalozi imara katika mradi huu wa Guardians of the Peak Season 2. Naomba niende kutaja top 5 ya university student Uni Challenge Season 2 2026-2027. Namba 5, tanzia chini kwenda juu. Namba 5 katika Uni Challenge Guardians of the Peak Season 2 inakwenda kwa Diana Mkinga. Namba 4 kwenye Uni Challenge Guardians of the Peak Season 2 inakwenda kwa Magesa Patrick. Baada ya kuwataja watakuja. Namba 3 ya Guardians of the Peak Season 2 inakwenda kwa Gladness Nicholas. Namba 2 to relax jamani, sawa to relax. Nilishatoa ombi nafikiri ombi letu kakaangu, nafikiri ombi letu litafika mahali husika na litafanywa kazi. Tunaliomba hilo ili kidogo kupunguza heartbeat za wanafunzi ambao tuko nao. Mambo yatakuwa mazuri jamani, tusijali. Nafasi ya pili inakwenda kwa Rahman Yaya. Rahman Yaya amechukua nafasi ya pili. Na nafasi ya kwanza sijapewa jina la nafasi ya kwanza. Daniel Beckham unanifanyia vitu gani sasa? Nimetaja kuanzia 5 mpaka wa pili, lakini nafasi ya mtu wa kwanza sijapewa. Okay, nafasi ya kwanza amenitumia sasa hivi, asante. Nafasi ya kwanza ni Gladness John Yembe. Hao ambao nimewataja ningeomba wasogea hapa mbele ili meza kuu waweze kuwaona, na pia tutawapa nafasi ya kuweza kuongea kwa ufupi kwa chochote kile ambacho mtakuwa nacho.
nafikiri tutaanza kama tulivyokuwa tumeanza kutaja washindi. Tutaanza namba 5 kuja namba 1. Jana Mkinga, karibu. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It's a pleasure to meet this day, and thank you to the family of Guardians of the Peak for recognizing and choosing to go with the university students on promotion of Guardians of the Peak Season 2. As the university students, we are grateful for that, and we keep on promoting clean energy as the vision and the theme for Guardians of the Peak Season 2. Thank you so much, the distinguished partners, the whole family of Guardians of the Peak. We are truly grateful. Thank you. Nadhani sasa mmeanza kuelewa nimekuja vimombo hapa, kwa hiyo hatukufanya makosa, na sio hata wale walikuwa chini kuanzia nafasi ya 6 mpaka 42 ni balaa. Naomba nimkaribishe Magesa Patrick. Good morning. It's a pleasure to be here, and thanks God for this opportunity for protecting and embracing Mount Kilimanjaro through Guardians of the Peak. So together, let's work for protection and maintenance of clean energy in Mount Kilimanjaro. Guardians of the Peak, no one stays behind. Thank you all. Anayefuata ni Gladness Nicholas. Nafikiri alimtuma mwakilishi wa Gladness Nicholas. Nadhani atakuwa amepata udhuru kidogo. Twende kwa Rahman Yahya. Good morning, everyone. First of all, I'm thankful to the Almighty God for giving me this chance to be here, but also to be the second winner of this project of the Uni Challenge, Guardians of the Peak Season 2. By the way, I'm very happy, very happy, and thanks all of you who voted, and thanks to my family, the university members of UDism. Actually, I'm from the University of Dar es Salaam, School of Journalism and Mass Communication. I'm pursuing Bachelor of Arts in Mass Communication. So I'm very happy, and I have no much to say, but thank you, and I wish the people in the university, they see all these things which are happening, the challenges. They are really important so as to make sure that they progress forward, but also they come like me, for example, I'm the second, but also I can't say no more words, but to tell you that I promise you that I'll be a good ambassador of this project, but also I am really eager to tell all of you to participate in this kind of challenges. So, to cut the word short, Guardians of the Peak, embrace clean energy, protect tomorrow. No one stays behind. We go all forward, right? Yeah, thank you. Kuna baadhi ya maneno kidogo yamenipita, lakini najua tuko vizuri. Ndugu zangu mtanisaidia baadaye huko. Alibakia Gladness John, karibu. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Gladness John. I'm from Tanzania East Europe Accountancy. First and foremost, I would like to thank God for this great opportunity. And secondly, I would like to say thank you to Guardians of the Peak to give me this opportunity to embrace clean energy and protect tomorrow and promoting Mount Kilimanjaro.
Also, I would like to thank my family, also Distinguishing Girls and other girls for participating in this conference. What I want to say is that I promise that I'm going to be a good ambassador to influence, to give inspiration to my fellow university students to also participate in these uni challenges, opportunities. Through Guardians of the Peak, I got to get chance to show my capabilities, to show my abilities to the world. Apart from that, also I get opportunities to get exposure to meet with various people in this conference. Thank you all for the listening. Guardians of the Peak, let's go together, no one is left behind. Let's embrace clean energy and protect tomorrow. Thank you. Nafikiri jukumu langu nimelifanya kama ilivyokuwa linatakiwa. Naomba mrudi mkae, zoezi litakalofuata yatatajwa majina kama tulivyotaja hapo mwanzo kwa ajili ya kuja kuchukua certificate zetu hapa mbele. Lakini kabla ya kuchukua certificate hapo, nilikuwa namuomba mwakilishi kutoka Red Gold Tanzania. Red Gold Tanzania hao nao ni wadau wetu na waliwafikiria pia university student kwa kuandalia zawadi. Sijajua wamewekea nini, lakini ni moja tu kati ya sehemu ya kutaka kuwa motivate na kuwapa nguvu zaidi. Asante. Habari ya asubuhi. Naitwa Rajab Hija, ni manager wa kanda ya Pwani wa Red Gold. Red Gold ni wasindikaji wa matunda na mboga mboga. Kiwanda chetu kipo Arusha ambapo ndio makao makuu yetu, lakini pia tuna branches, tuna matawi, tuna tawi la Dar es Salaam na tuna tawi lingine Iringa. Bidhaa yetu maarufu ni tomato sauce. Tuna bidhaa nyingi kama mnavyoona mabango yanavyoonyesha. Tuna pilipili ya mwendokasi pale inaitwa msisimko wa mtaa. Tuna tomato ketchup. Bango lingine pale linaonyesha tomato paste. Hizi ni bidhaa kwa ajili ya tomato paste, ni kwa ajili ya mapishi. Na tumeamua kusupport season 2 kwa namna ambavyo tumeona inafaa, lakini huu ni mwanzo na tunatarajia kuongeza juhudi zaidi na nguvu zaidi katika kusupport program hizi ili ziweze kufika mbali zaidi. Kama inavyozungumza kwamba tumeandaa zawadi ambazo zitatolewa kwa utaratibu ambao umeandaliwa. Zipo hapo kwa ajili ya wanafunzi washindi. Na tunapozungumza masuala ya nishati safi, sisi tunaamini kwamba programu hii, mafanikio ya programu ya nishati safi katika mlima Kilimanjaro itakuwa chachu kwa maeneo mengine. Kwa hiyo tumeweka juhudi hapo na tutaendelea kuweka juhudi zaidi katika kufanikisha programu hizi. Tunajua panapopikwa chakula haraka au kinapopikwa chakula kilichoandaliwa kwa nishati safi, tunaamini kila panapoliwa pana Red Gold, na ndio maana tukaamua kujikita katika hili. Kama haitakuwa pilipili ya mwendokasi, itakuwepo tomato sauce au itatumika tomato paste au vinegar katika kuandaa chakula. Ndio maana tunaona sisi tunahusika zaidi katika kuhamasisha programu hizi, na tutaendelea kuweka juhudi zaidi. Asanteni sana. Asante sana. Umesema zile zawadi ni kwa wanafunzi peke yao? Umesema ni kwa wanafunzi peke yao? Sisi tumetoa zawadi kwa ajili ya program nzima. Kwa hiyo mtatoa kama mnavyoona inafaa. Asante. Aha, kwa hiyo hapo ni kukaa vizuri na Rama. Asante sana. Na sasa zoezi linalofuata ni zoezi la vyeti kwa top 5 wetu. Nikikuta jina lako utakuja hapa mbele na utasogea mpaka pale kwa Mr. Emmanuel Ndumukwa, ndiye ambaye atatuongozea zoezi hilo. Gladness John Eyembe. Kuna sasa bado mna pressure?
Hivi hatuna mwanamuziki Rama? Rahman Yahya. Amesema makofi tunapiga wakifika mbele. Aha. Godness Nicholas. Aha. Mwakilishi ulikuwa mbali mara ya kwanza. Karibu. Magesa Patrick. Wapi sisikii? Hivi picha anaangalia huku kule. Naona kama aha, wapiga picha tunapata picha nzuri, lakini maana wanaenda kuweka kwenye CV zao, wanasema wasije wakasema bila picha hiyo kitu ni batili. Diana Mkinga. Picha ya mwisho naona kama ni kama igizo fulani wanapozi ila sisikii. Jamani, asanteni sana na hongereni. Naamini kila mmoja ameona kama mimi wanachua wamependeza sana bwana. Rama, hii ni kazi yako, uliwaambia wavunje makabati. Mmependeza sana na hongereni sana. Tumesikia hapa shukrani kwa wadau mbalimbali ambao wameweka mkono wao, support yao kwa ajili ya Guardian of the Peak Season 2, na sasa ni wakati mahususi kabisa wa kusikia maneno mafupi kutoka kwao, angalau kwa dakika 2 hivi. Kwa hiyo kwa sasa naomba nakaribishe Tanzania Tourist Board, bodi ya utalii Tanzania TTB. Wapi? Aha. Rama ananiambia wanahudhuru. Kusota? Na wao pia. Okay. Watatuandikia Instagram. Follow page ya The Guardians of the Peak, mtaona remarks zao. Zara, karibu sana. Naomba kwanza ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo watangulizi wangu wamefanya hivyo hivyo, lakini vile vile nakushukuru MC, na kwanza kabisa meza kuu kwa ujumla wake kwa kuzingatia itifaki. Naomba kutambua uwepo wao na support yao katika jambo hili kubwa la Guardian of the Peak, kama ambavyo tumeanza tangu katika season yetu ya kwanza. Mimi naitwa Fadhili Haule, ambaye ni meneja mawasiliano kutoka kampuni ya Zara Tanzania Adventures. Zara Tanzania Adventures ni
operator ama ni tour operator, lakini kwa sasa sisi ndio the number one tour operator ambao tume specialize kwenye masuala ya safaris, kwa maana ya safari za porini, Ngorongoro, Serengeti pamoja na hifadhi zetu karibu zote ambazo tunazo hapa Tanzania. Lakini vile vile sisi ndio tumekuwa the leading au the number one tour operator ambaye amekuwa akifanya vizuri katika shughuli za tunasema Kilimanjaro trekking, ama kupeleka wageni wengi kwa mara moja juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Kwa hivyo tunajivunia, na sisi ni imani yetu kwamba Ram Films pamoja na Guardian of the Peak akiwemo Miss Elizabeth Mlembo, wao wametuchagua sisi kama tour operator Zara Tanzania Adventures kwa sababu wameona ubora wa kazi ambazo tunafanya, lakini katika nafasi ya kipekee, nafasi ya kwanza kwa kufanya shughuli hizi za kupeleka wageni wengi wa ndani na nje kwa wingi zaidi katika mlima Kilimanjaro. Kwa mfano, kwa mwaka juzi tumeweza kupeleka wageni zaidi ya 350 kwa mara moja, kitu ambacho hakuna kampuni ambayo inaweza kufanya au ambayo imeweza kufanya kitu kama hicho. Lakini vile vile tuna malengo makubwa ya kupeleka kwa makundi watu wengi zaidi kuliko hiyo rekodi ambayo tuliweka kwa mwaka juzi. Lakini vile vile kwa kutumia nafasi hii tuwatoe wasiwasi wale washindi wa Uni Challenge pamoja na mtu yote yule ambaye anafikiria kupanda mlima Kilimanjaro. Sisi Zara Tanzania Adventures tunasema kupanda mlima Kilimanjaro sio kazi, wala hahitaji uwe na mazoezi makubwa, wala hahitaji uwe na mwili mkubwa, wala hahitaji kuwa na nguvu nyingi sana au sijui vitu gani kama watu ambao wanafikiria. Kupanda mlima Kilimanjaro ni adventure. Kupanda mlima Kilimanjaro ni kitu rahisi, ni kuzingatia tu yale maelekezo ya wale tour guides pamoja na porters ambao watakuwa wanakusindikiza kuelekea kufika kileleni. Kwa hiyo tunasema kufika kileleni kila mtu anaweza kufika, inategemea tu unataka kufika vipi, lakini sisi Zara Tanzania Adventures tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunakufikisha kileleni. Na basi kwa kutumia nafasi hii niweza kutoa salamu pia za mkurugenzi mkuu wa kampuni Zainab Anselm, Mama Zara kwa umaarufu wake, ambaye ndio amenituma kwa kuwakilisha kwa ajili ya kuja kutoa salamu hizi na kuzungumza hapa. Kwa kweli anashukuru sana na kuwapongeza sana Guardian of the Peak kwa ujumla, Ram Films na waandaaji wa shughuli hii. Tangu season 1 tumekuwa tuko pamoja, na hii ilitokana na kuelewa dhamira yao ya kuandaa jambo hili, ukizingatia pia katika masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Hii ikiwa ni pamoja na kampeni kubwa ya mwaka huu ambayo tuko kwenye swala la clean energy, ambapo hii ni kampeni kubwa, lakini ni kampeni ambayo pia inagusa taifa zima kwa ujumla katika swala la utunzaji wa mazingira. Kwa hivyo sisi pia kupitia mkurugenzi wetu tunawapongeza sana waandaaji, lakini vile vile tumekuwa wadau wakubwa sana katika swala la utunzaji wa mazingira kwa sababu kupitia taasisi yetu ya Zara Charity tumeanzisha mfumo wa utengenezaji wa vitalu. Kwa hivyo kwa sasa hivi sisi kama Zara Tanzania Adventures pale makao makuu yetu ambapo ni Moshi, tuna kitalu chetu ambacho kila mwezi kinazalisha miche 100 ya miti, ambapo sisi kila mwezi huwa tuna utaratibu wa kupanda miti katika maeneo mbalimbali katika mashule ambayo yako mkoani Kilimanjaro, hospitali pamoja na maeneo mengine. Kwa hivyo tuliona kwa dhati kabisa kwamba hiki ni kitu kizuri ambacho tunaweza tukakiunga mkono na tukakifanikisha. Lakini pia sisi Zara Tours ndio mdau ambaye sasa sisi tulioko hapo wote, kama kuna mtu ambaye anafikiria au anatamani kupanda mlima,
Maana yake huwezi kupanda mlima Kilimanjaro bila kuwa na tour operator, na sisi ndio the leading tour operator ambaye anapandisha watu mlima Kilimanjaro kama nilivyosema. Kwa hivyo sisi ndio tutakaye kushika mkono kuanzia chini pale Marangu gate, kama tutatumia route ya Marangu mpaka tutakapofika kileleni kama tulivyosema. Kwa hiyo bila sisi, na maana huwezi kupanda mlima Kilimanjaro, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapanda mlima Kilimanjaro kwa maamuzi yake. Lazima kuna utaratibu wa kupanda mlima, na katika taratibu ni kwamba ni lazima utumie tour operator. Kwa hivyo sisi tunajivunia katika nafasi hii kuweza kupata nafasi ya kuhakikisha kwamba kwa kundi lote ambalo tutakwenda mlimani, basi Zara Tanzania Adventures ndio watakaohakikisha safari yako inakwenda vizuri. Kwa kumalizia, ningetamani tuchukue nukuu ya mama mmoja ambaye alikuwa ni maarufu sana hapa Afrika Mashariki, lakini alikuwa based in Kenya, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira, mama yetu Wangari Maathai. Wangari Maathai anasema when we plant trees we plant seeds of peace and hope. Kwa hiyo kwa ujumla wetu sisi wote tulioko hapa, wadau, bodi ya filamu, wawakilishi wa serikali TANAPA, lakini pia jamii ya China ambao tuko hapa, kwa pamoja tunakwenda kupanda mbegu ya amani pamoja na matumaini katika safari hii, na naomba niwapongeze sana na asanteni sana. Asante sana Haule. Mmemwona jamani anayetufikisha kileleni? Sio kilele hicho lakini. Karibu sana mwakilishi kutoka TANAPA. Aha. Sawa. Habarini za asubuhi mabibi na mabwana. Itifaki imezingatiwa kulingana na meza kuu. Nimekaa hapa kidogo na shida ya mguu, mtaniwia radhi. Mimi kwa majina naitwa afisa muhifadhi, natokea ofisi za TANAPA, ofisi za mahusiano zilizopo hapa jijini Dar es Salaam. Kwanza kabisa niwashukuru waandaaji wa hili tukio, The Guardian of the Peak. Kwa kweli hii kazi ni bora sana na ni kazi iliyotukuka, na sisi kama TANAPA tupo tayari kuwapa ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha hii azma nzuri inatimia. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, milango ya TANAPA iko wazi kwa ajili ya ushirikiano. Lakini TANAPA tunasimamia jumla ya hifadhi 21 ikiwepo hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro. Leo niko hapa kwa ajili ya kuthibitisha kwamba TANAPA inaendelea kufanya jitihada kubwa kwa ajili ya kutunza mlima uendelee kuwa kwa maana uhalisia uendelee kuwepo. Kushirikiana na wadau mbalimbali, TANAPA imeweza kupanda miti kwa eneo la chini kabisa ambalo ndio lina msitu kwa ajili ya kuendelea kumaintain ule uhalisia na ile seruji isiendelee kupungua. Lakini TANAPA pia inajaribu kudhibiti uingizaji wa taka kwa maana ya tunasema trash in trash out. Watu wa kampuni wanaokuja na wageni mbalimbali wanaokuja, TANAPA imeweka mpango mzuri kwa ajili ya taka zote zinazoingia hifadhini, lakini pia inasimamia vizuri kwa ajili zile taka zitoke chini zisibaki mlimani. Lakini TANAPA pia imeimarisha ulinzi. Tumejenga ranger post kuzunguka mlima wote wa Kilimanjaro. Kuna askari ambao wanalinda usiku na mchana kwa ajili ya kuhakikisha mlima Kilimanjaro hakuna mwingiliano wa watu au watu ambao wanaweza wakaingia kufanya shughuli za kibinadamu pasipo kibali. Kwa hiyo TANAPA imejipambanua vema kuhakikisha kwamba mlima Kilimanjaro unakuwa salama siku zote, kwa maana ya kuweka ulinzi imara na uweze kuwa salama na kusiwe na mwingiliano wa shughuli za kibinadamu. Lakini mtu wa Zara, meneja wa Zara ameongelea kwamba wenyewe watawafikisha kileleni, lakini sisi tuwaahidi kwamba tutaprovide ulinzi thabiti toka unapoanza kupanda mlima na kurudi.
na changamoto zozote za kiafya zitakazojitokeza. TANAPA tumejipambanua vema, tuna rescue team kwa ajili ya kuweza kushughulikia mtu yote ambayo anapata shida yote mlimani. Kwa hiyo tunafanya kazi na wadau. Kwa mtu yote atakayepata changamoto yoyote mlimani, tuna helicopters ambazo tumeingia ubia na wadau mbalimbali kwa ajili ya kutoa rescue thabiti kabisa, ili mtu asiweze kupata shida, na akifikia amepata shida, uokozi upo wa hali ya juu. Hilo tuwathibitishie kwamba TANAPA imejipambanua vema kuhakikisha wapanda mlima wote wanakuwa katika mazingira salama. Lakini TANAPA tunafanya nini kwa ajili ya kukuza sasa utalii wa mlima Kilimanjaro? TANAPA tumeweza kuboresha miundombinu, kutengeneza zile trails, kuhakikisha zile trails zote zinapitika kipindi chote wageni wanapopita. Lakini tumeboresha huduma ya malazi, maeneo yote ambao watalala wageni pameboreshwa vizuri kabisa. Kuna solars, kuna ulinzi. Kwa hiyo tuhakikishie pia kwamba maeneo yote mtakayofikia kwa ajili ya malazi ni mazuri na yapo salama kabisa. TANAPA pia imeweza namna ya kukuza utalii. Tumeweza kuingia makubaliano na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuongeza mazao ya utalii. Tupo kwenye mazungumzo na wadau mbalimbali kwa maana ya kuongeza mazao. Tuna mpango wa kuongeza car cable, zip lines. Car cable ni kwamba unaweza ukawa umetoka una shida, ni kilema, lakini unaweza kupanda mlima kupitia car cable. Lakini utalii wa baiskeli, scenic flight, hayo yote ni mazao mapya kwa ajili ya kukuza utalii wa mlima Kilimanjaro. Hapo labda kama kutakuwa na mtu mwenye swali anahitaji ufafanuzi zaidi, anaweza akauliza. Lakini niwashukuru pia litukio, tunawakaribisha sana kama TANAPA, tutatoa ushirikiano kisha hamtakwama mahali popote, na kushukuruni sana. Asante sana. Ulizungumzia swala la afya pale kwa watakaopata tabu, lakini mmoja wa wadau wetu ni Meticulous General Insurance. Wapo? Karibu. Morning, ladies and gentlemen. My name is Ramadan Nabella. I'm a business manager from Meticulous General Insurance. Just to give you a brief of who we are as a Meticulous, we are a general insurance company that we sell general insurance products, all general insurance, excluding, so we do provide all kind of general insurance, including public liability, and all other general insurance products. So on behalf of Meticulous Insurance Company, we would like to extend our appreciation to the team that organized in season 2 for this event. And we'd like to appreciate the fact that we have taken all these group of stakeholders that have all common goals toward the sustainable environment, but also look at the natural heritage that provides sustainable tourism. So we'd like to reaffirm our commitment towards supporting this initiative, and we confirm our support toward the next phase for the next event that will come to. We'll appreciate your commitment if you come together, and we appreciate the good work you have done. Thank you so much. Asante sana Meticulous Insurance. Jamani, bima zote kasoro ya afya. Kuna wenzetu tuna vikao huko nyuma, sauti zenu kidogo zina tuletea tashwishwi, kwa hiyo